Andika somo letu la leo, kutendwa kwa akili. Kutendwa kwa akili. Andiko kuu letu ni kwenye kitabu cha Kutoka, ile sura ya kwanza. Unaweza ukaisoma kuanzia mstari wa 3 hadi wa 10. Kutendwa kwa akili. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Kutoka, ile sura ya kwanza kuanzia mstari wa 3, lakini nitajikita zaidi katika ule mstari wa 8 hadi wa 10. Kwa hiyo ninasoma sasa hivi Kutoka 1 ule mstari wa 8 hadi wa 10. Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri, asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni watu, ikitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika na kupigana nasi. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko haya tunayaona katika Biblia takatifu. Moja ya vitu ambavyo adui anaweza kuvitumia ni kututenga kwa akili sisi watu wa Mungu. Zaidi anapokuona umeongezeka, umekuwa, umebarikiwa, umeokoka, jambo la kwanza ambalo analifanya katika maisha yako tangu siku umeokoka ni kuanza kutafuta mkakati wa kukutenda kwa akili. Na moja ya somo ambalo nilikuwa nimeliandaa ilikuwa ni vizuizi vya mafanikio kwa wana wa Mungu. Vizuizi vya mafanikio kwa wana wa Mungu. Lakini usiku wa manane nilipata ndoto za kujirudia na zote zinafanana. Na katika hiyo ndoto ndio ujumbe ambao nitahubiri leo. Na kupita hapo sasa, kuanzia saa usiku nilipokosa usingizi, ikabidi nianze kurudia ujumbe. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo tunapoona ile andiko linasema kutenda kwa akili, ni baada ya Yusufu kuwa amefariki. Maandiko yanasema ya kwamba akaja Farao ama mfalme mwingine asiyejua historia ya Yusufu, kwa sababu tangia Yusufu amekufa haijulikani miaka mingapi, lakini Biblia inasema ya kwamba alianza kutawala akiwa na miaka 30 na amekuja kufa akiwa na miaka 110. Kwa hiyo unaweza ukapata picha kwamba huenda alitawala Misri kwa miaka 80. Kwa hiyo kwa miaka 80, mstari ule wa kwanza wa Kutoka, kuanzia ile mstari wa kwanza, unaona kabisa kwamba kizazi cha Yusufu kilipita, wale ndugu zake, kaka zake wakapita. Ina maana ya kwamba hata huyo Farao naye akapita, yule ambaye alimpandisha Yusufu kuwa katika cheo na nafasi ambayo alikuwa nayo. Maandiko yanasema kwamba kaja Farao mwingine, na kwa sababu hawa wana wa Mungu walikuwa wanatembea na agano la muongezeko, agano la baraka, agano la utakatifu, agano la kumtumikia Mungu. Kwa hiyo yeyote mwenye agano hilo la utakatifu, la wokovu, ndani yake ameokolewa, ndani yake kuna mbegu ya muongezeko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa yeyote aliyeokolewa, kwa yeyote aliyeokoka, kuna mbegu ya muongezeko. Ndio maana Mwanzo 1:28 Mungu akawaambia wakatawale, na sio tu kutawala, akawapa mbegu ndani yao ambayo inaongezeka, ambayo inazidi, itazaa matunda, lakini kutawala na kuweka utisho katika ulimwengu. Mwanzo 1:26 akamfanya mtu kwa mfano wake. Kwa hiyo maana yake nini? Huyu mtu mwanadamu ambaye aliumbwa na Mungu alikuwa na mfano wa kumfanania Mungu, na Mungu wetu ni Mungu ambaye ni Mungu anaongezeka, ni Mungu yule ambaye anabariki, ni Mungu yule ambaye anatenda kwenye kila maeneo ya maisha yetu. Kwa hiyo hiyo mbegu sasa ilikuwa ndani ya wana wa Israeli. Sasa huyu mfalme mpya akaona kwake ni tishio kubwa, kwamba nikiwacha au waendelee kuongezeka, itafika wakati watakuja kututawala na wanaweza kaungana na adui zetu wakatupiga. Na ndio maana ukiangalia asilimia kubwa katika makanisa yetu, watu ambao tumeokoka tunampenda Mungu na mbegu ya muongezeko kwa ndani yetu, lakini shetani anatutenda kwa akili ili tusiongezeke, ili tusifanikiwe. Na muongezeko ambao naongelea mahali hapa
naongelea kuhusu ukuaji wa kiroho, ukuaji wa nyanja zote, kulingana na kitabu kile cha waraka wa 3 wa Yohana 1:2. Mpenzi, nataka ufanikiwe katika mambo yote, nataka ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kabisa kwamba Mungu ni Mungu wa ongezeko katika mambo yote, katika nyanja zote. Kwa hiyo shetani, silaha kubwa ambayo anaitumia ni kukutenda kwa akili, ili kwamba ukiokoka vitu vingine vyote viweze kufungwa. Kwa hiyo mambo ambayo Mungu alinipa niweze kuongelea nayo, ambayo ndio ni kiini kikubwa cha somo letu. Pointi ya kwanza ni usafi ama utaua. Usafi ama utaua. Kwa sababu zile picha ambazo niliziona, nikapata tafasiri ya kwamba huenda tupo kwenye eneo kama hili ambalo kuna unajisi mkubwa sana kwenye ulimwengu wa roho. Tupo kwenye eneo hili ambalo limekusanya watu wa makabila yote, watu wa aina zote, wapagani na ambao wameokoka. Kwa hiyo ndio maana niliona hiyo picha katika ulimwengu wa roho, uchafu wa picha mwanamke. Na mara nyingi tunapopewa hiyo picha, wengi waga wanaota, wanazani ukionyeshwa mambo ya ndoto hizo za uzinzi ama za nini, wengi waga wanazani ni uzinzi katika mwili. Lakini katika ulimwengu wa roho inaweza kumaanisha uchafu katika eneo hilo, maana yake kwamba kuna miungu inayoabudiwa kuliko huyo Mungu ambaye anapaswa kuabudiwa. Kwa hiyo maana yake nini sasa? Kwamba mioyo yetu ama mioyo ya watu eneo hili walio wengi imeambatana na miungu ambayo haipaswi kutawala kwenye eneo hili. Kwa hiyo Mungu wetu pekee ndio ambaye anatakiwa atawale. Sasa kitu ambacho adui anakifanya, analiondosha kanisa, na sisi ambao tumeokoka, na sisi ambao tuko kwenye eneo hili, shetani njia ambayo anaitumia ni kukutenda kwa akili. Ni kukutenda kwa akili. Kumbuka kipindi kile cha Sodoma na Gomora, Lutu alitendwa kwa akili, akachukuliana na watu wa Sodoma na Gomora. Akili yake ikaanza kuharibiwa na mfumo wa Sodoma na Gomora. Maisha yake yakaanza kuchukuliwa na wenyeji wa eneo lile. Wakasahau kwamba wao wanatembea na agano la kimungu. Wakasahau ya kwamba Mungu amewaita kwa ajili ya kusudi lake. Na ndio maana wale watu walikuwa ni wachafu kiasi kwamba walitamani hata walale na malaika ambao walikuja katika nyumba ya Lutu. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo andiko ambalo, hiyo ndio picha ya kwanza ambayo nilionyeshwa. Na ndio maana kitabu kile cha Waebrania 12:14, Waebrania 12:14, maandiko yanasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Tafuteni kwa bidii. Kwa hiyo kwa mtu yoyote aliyokoka, eneo lolote ulilipo ambalo unaishi, usipoendelea kutafuta kwa bidii, usipoendelea kusimama katika zamu yako na kusudi ambalo Mungu amekuitia, kuna watu wataanza kukutenda kwa akili. Kwenye ulimwengu wa roho, shetani ataanza kukutenda kwa akili ili ufikie hatua ya kwanza kucompromise. Unaongea kama mpagani, unawaza kama mpagani, huko kwenye vikao vya wapagani, huko kwenye mazungumzo ya kipagani, kwa sababu atakuja kama shetani, atakuja kama mtu mwenye akili zaidi kuliko yako. Pasipokuwa na utakatifu ndani yetu, utageuzwa. Wewe ambaye umeokoka, ni rahisi sana kugeuzwa na watu ambao hawajaokoka kuliko wewe uliokoka kumgeuza mtu ambaye hajaokoka. Kwa hiyo ni lazima sisi wana wa Mungu tuwe na bidii ya kukaa katika uwepo wake na kutafuta huo utakatifu katika kumtumikia Mungu na kumwishiria Mungu. Kwa hiyo Farao aliwafanya wana wa Israeli kuwa watumwa. Maandiko yanasema wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na ya matofali na kila namna ya kazi ya mashamba, kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali. Hivyo shetani hutumia uchafu, ile picha ambayo ilionyeshwa, shetani hutumia uchafu kwa maana ya dhambi, ama ili kukufanya wewe mtoto wa Mungu
uendelee kuwa chini ya mzigo wa mateso ambayo huwezi ukawa na ujasiri wa kumlilia Mungu. Huwezi kuwa na ujasiri wa kuomba. Huwezi kuwa na ujasiri wa kuja mbele zake, mbele ya kiti chake cha rehema. Kila ukiwaza hiyo dhambi na kuhukumu, unasema siwezi kumtumikia Mungu, siwezi kuwa mwimbaji, siwezi kuwa mwinjilisti, siwezi kuwashuhudia jirani zangu, siwezi kuhubiri habari njema, kwa sababu amekubebesha mzigo ambao ni akili. Amekubebesha. Kwa hiyo unaanza kujiona ajionavyo mtu nafsini mwake, hivyo ndivyo alivyo. Kwa hiyo shetani anaanza kukumbia picha ambayo si ya Mungu ambaye alikukumbia. Sio Mungu ambaye alikumbia. Mungu alikuumba kwa mfano wake ili uweze kumtumikia. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo utauwa tukiwa nao, ukiwa utembea katika utauwa, unavunja na kuondosha minyororo ya dhambi. Kwa hiyo tutembea katika maisha ya kumpendeza Mungu, maisha masafi, maisha ya utauwa, tunavunja ile minyororo ambayo shetani amesema tuongeze mateso juu yao, ili watutumikie, ili wasiwe na nguvu. Kwa hiyo unapoamua kutembea katika utakatifu, manake umeamua kutembea katika uhuru wa Kristo Yesu. Umevunja ile minyororo yake. Kwa hiyo ndani yako unakuwa na ujasiri wa kupanga sauti yako kumwambia Bwana, okoa mtaa wetu, Bwana okoa ndugu zetu, Bwana okoa rafiki yangu, Bwana fanya hivi. Unakuwa na ujasiri. Kwa sababu gani? Ndani yako uko utauwa. Ndio maana jambo la kwanza ni kutembea katika utauwa, ni kutafuta, ni kuishi nao, ni kuwa nao. Sasa kuna maandiko hapa, na tuone mfano wa wana ambao shetani alitumia akili sana kuweza kuwageuza. Kitabu cha Danieli sura ile ya kwanza, ukiwa na muda utaisoma yote, ina mafundisho mazuri sana. Lakini tunaona hapa hawa watu walikuwa katika mfumo wa dunia ambao uliamua kuwageuza, lakini wao hawajageuka ili wamwache Mungu wao. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa na kusudi la Mungu ndani ya maisha yao. Mtu yoyote ambaye ameokolewa, liko kusudi la kimungu. Tunapokuja kanisani, tunakuja kwenye kusudi la pamoja, lakini tunapotoka mahali hapa, kila mmoja Mungu amemwita kwa kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa usijione kwamba ni mdogo. Hata kama unafanya usafi, yani ifanye kwa amani, kwa furaha, kwa kumfurahia Mungu. Maana ndio Mungu anataka kubariki kupitia huduma ya usafi. Kwa hiyo usione kama ni kazi ndogo. Kitabu kile cha Danieli ile sura ya kwanza mstari wa 3. Tutasoma mstari wa 3, mstari wa 4, mstari wa 6, mstari wa 7, lakini zaidi mstari wa 8, mstari wa 12 na mstari wa 20. Ama ukiweza soma yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maandiko yanasema katika Danieli 1:3, mfalme akamwambia Ashpenazi, mkuu wa matowashi wake, awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na uzao wa kiungwana. Unaona? Kumbuka kwa mfalme Nebukadreza alikuwa amekwenda katika Yuda, amekamata Yuda na mfalme wao, akakamata mateka, akawaleta watu katika nchi yake. Na katika wale mateka akataka sasa awatoe katika mfumo wa kumwabudu Mungu, mfumo wa kitumishi, mfumo wa agano la kimbingu. Kumbuka ya kwamba baada ya kabila 12 kugawanyika, Yuda ndio ambayo kabila zile mbili zilibaki katika kumwabudu Mungu, na sehemu pekee ambapo walikuwa na mwabudu Mungu wa Israeli ilikuwa ni pale katika Yerusalemu, ambapo ndio Yuda walikuwa wanaishi pale. Kwa hiyo walikuwa na mfumo mzuri wa kumpenda Mungu, wa kumwabudu Mungu, wa kumtumikia Mungu. Sasa alipowaleta katika nchi yake, shetani akaanza kutafuta mfumo. Hawa watu wamekuja katika nchi yangu, na wezaje kuingizia mfumo wangu wa kuniabudu akiwa hapa? Sasa mstari tukumbuke ya kwamba akasema aletewe wana wa Israeli wa uzao wa kifalme. Kwa hiyo wewe Mkristo ambaye umeokoka ni wa uzao wa kifalme, kwa sababu waraka wa kwanza wa Petro 2:9, waraka wa kwanza wa Petro 2:9 inasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake aliyowaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Umeona? Kwa hiyo sisi ni wa uzao wa Kristo Yesu. Kwa hiyo
Na huyu mfalme anasema katika hao watumwa, katika hao wafungwa ambao mmewaleta, chagueni watu ambao wametoka katika uzao wa kifalme na uzao wa waungwana. Unaona? Kwa hiyo shetani waga hangaiki na watu ambao hawajaokoka. Shetani hangaiki na mtu yote ambaye hajaokoka. Wewe unawezaje kupigana na mtu wako? Hapana. Ndio maana anapigana na wewe, kwa sababu wewe na mimi tupo katika uzao wa kifalme. Tupo katika uzao wa kikuhani, uzao wa waungwana, watu ambao wanalitumikia kusudi la Mungu hapa duniani. Sasa ule mstari wa 4 Danieli 1, vijana wasio na mawaa. Unaona, shetani anajua kuchagua vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, welevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakayoweza kusimama katika jumba la mfalme. Anajua kuchagua kabisa, anajua kuchagua. Na ndio maana ukienda mahali popote, watu wengi ambao wanapigwa vita ni watu wenye kitu cha kimungu, ni watu wenye kitu cha kimungu, ni watu ambao wamebeba agizo, kusudi la Mungu ndani ya maisha yao, watu wanaompenda Mungu. Unashangaa mwimbaji, unashangaa mchungaji, unashangaa askofu, unashangaa mzee wa kanisa, unashangaa mtu aliyeokoka, ndio unadhani ni mabaya anampata. Ni kwa sababu umebeba kusudi la kimungu, kwa sababu wanaofanya dhambi, wanaozini ni wengi mno katika ulimwengu. Lakini yule ambaye ni wa uzao wa kifalme akitenda dhambi hiyo, ulimwengu mzima unajua mchungaji amefanya hivi, mwinjilisti amefanya hivi, mwimbaji amefanya hivi. Kwa sababu gani? Shetani katika uchaguzi wake anajua kuchagua. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo. Elimu ya nini? Ya Wakaldayo. Sasa katika ulimwengu wa roho tunayo lugha ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ukishaokolewa unapewa lugha ya mbinguni ambayo mtu yoyote akikutana wewe anajua kwamba huyu fulani ameokoka. Hekima ulionayo, maneno unayoongea, imani ulioibeba, furaha ulioibeba, ushindi unaotumaini. Na ndio maana sisi tunaitwa washindi zaidi ya washindi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unatembea katika ushindi juu ya washindi. Na unajua maana yake ni nini? Umepigana vita ya kwanza ukashinda, umepigana ya pili ukashinda, umepigana ya tatu ukashinda, umepigana ya 4 ukashinda, umeendelea kushinda kwenye kila vita. Sasa adui waga achoki, bado ana njia zake. Kwa hiyo akasema hao walete, wasimame, wafundishe kwanza lugha ya Wakaldayo na lugha yao, ili sasa waongee kama sisi. Shetani akitaka kukupata anakufundisha uanze kuongea kama wao. Na ndio maana hata ukiangalia ofisini, kama ni watu wezi, umezungukwa na watu wezi, na wewe uanze kuongea lugha ya kuiba, uanze kuongea lugha ya kusema uongo, uanze kuongea lugha kama yao. Wanakufundisha lugha yao. Kwa hiyo maana yake nini? Uache hiyo lugha ya mbinguni, uanze kuongea lugha yao. Mungu atusaidie. Sema Mungu atusaidie. Na anasema ya kwamba ule mstari anaendelea kusema, mstari wa 6, basi katika hao walikuwepo baadhi ya wana wa Yuda, Danieli, Anania, Mishaeli na Azaria. Unaona hao vijana walikuwepo. Sasa mstari ule wa 7, mkuu wa matowashi akawapa majina. Akawapa nini? Majina. Walikuwa na jina, walikuwa na majina yao, lakini wakapewa majina mengine. Wakapewa majina mengine. Inakwambia nini? Mara zote unapoacha kutembea katika wokovu, liko jina ambalo watu watakuita, liko jina ambalo utalibeba, liko jina ambalo litakutambulisha. Kama wokovu hakutambulishi kwenye ofisi yako, kwenye familia yako, kwa watoto wako, kwa ndugu zako, kwa jamaa zako, basi utatambulika kwa jina lile ambalo shetani amekupatia kwenye ulimwengu wa roho. Mungu atusaidie. Kwa hiyo akawapa haya majina. Sasa ule mstari wa 8 anasema, baadaye akawabadilisha majina. Mstari wa 7, mkuu wa matowashi akawapa majina. Alimwita Danieli Belshaza, Anania akamwita Shedraki, na Mishaeli akamwita Meshaki, na Azaria akamwita Abednego. Kwa nini? Sasa hayo majina kwenye lugha zao yalikuwa yana maana, kwa sababu katika lugha ya kina Danieli huko alikotoka, Danieli ilikuwa ina maana gani? Kwa Kiebrania
ilikuwa ina maana kwamba Mungu ni hakimu wangu. Mungu ni nani? Ni hakimu yangu. Ndio maana Danieli hakuwa na wasiwasi juu ya mashtaka ambayo alikuwa anashtakiwa, kwa sababu jina ambalo alilibeba kwenye ulimwengu wa roho lilikuwa ni Mungu ni hakimu wangu, atanitetea, atanipigania. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo hilo ndio lilikuwa jina lake. Sasa jina lilopewa la Wakaldayo lilikuwa limebeba jina la maana ya Mungu wa Wakaldayo. Belshaza kwa lugha ya Wakaldayo lile neno Beli, na lina maana kwamba atunze maisha yake. Alafu jina hilo jingine linakuja Beli, ama kwa lugha nyingine linamaanisha mlinzi wa Mungu. Mlinzi wa nani? Mlinzi wa Mungu. Maanake walichagua hayo majina, huyu Belshaza awe ndio mlinzi wa miungu ya Babeli, awe ndio mlinzi wa miungu ya wapi? Ya Babeli. Kwa hilo jina ndio lilopewa, kwa sababu jina la kwanza lisingewafaa katika matumizi ya ulimwengu wa roho kwenye nchi yao. Kwa hiyo ikabidi wampe jina kwamba huyu ndio aje ilinde miungu ya wapi? Miungu ya Wakaldayo, miungu ya sanamu, miungu ya sanamu isiyoongea, aje ailinde. Na ndio maana wewe wanakutenda kwa akili, wanakuweka wewe uwe mlinzi wa uchafu wao mtaani kwenu, kwenye ndoa yenu. Unaona kabisa jirani yako, lakini shetani anakufanya uwe mlinzi wa uongo. Sitaki kumficha, sitaki nimharibie ndoa yake, sitaki nimharibie kazi yake, sitaki nimharibie maisha yake, sitaki nimharibie masomo yake, kwa sababu ikijulikana atafukuzwa shule, atafukuzwa masomo, atafanywa hiki. Kwa hiyo umekwenda kwa mlinzi wa mabaya ya mtaa wako. Na ndio maana hiyo ndoto ambayo nimeonyeshwa ilikuwa ni katika ulimwengu wa roho uchafu, kwamba sisi tusiposimama tukamwita Mungu hakimu wa utakatifu, hakimu wa haki, tutaendelea kuwa walinzi watenda dhambi katika mtaa ambao tunaishi. Mungu aepushie mbali. Mungu aepushie mbali. Wangapi watasimama leo? Hata ukiwa nyumbani, omba kwa ajili ya kanisa lako, omba kwa ajili ya mtaa wako, ya kwamba Yesu alete wokovu, ya kwamba Yesu okoa ile eneo. Uwe mlinzi. Usikubali kuwa mlinzi wa miungu inayoangamiza watu. Lakini habari njema ni kwamba Yesu Kristo alikuja duniani ili asivunje kazi za shetani. Kazi ya shetani ni pamoja na uongo. Kazi ya shetani ni pamoja na uchafu. Kazi ya shetani pamoja na kila aina ya dhambi ambayo unaijua. Hiyo ndio kazi ambayo Kristo alikuja kuifanya hapa duniani. Kwa hiyo Wakaldayo walibadilisha majina hao vijana ili kuwaondolea utambulisho wao wa Kiebrania uliomhusisha Mungu wa Israeli. Ukaondolewa utambulisho wao, lakini wenyewe hawakujua. Wenyewe walijua tu ni majina ya kawaida. Usikubali shetani akutende kwa akili. Danieli 1:8. Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa atajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruksa asijitie unajisi. Tafadhali utujaribu sisi watumishi wako, mstari wa 12, kwa muda wa siku 10, na watupe mtama tule na maji tunywe. Watupe mtama na maji tule tunywe. Unaona, pamoja na hayo yote ambayo aliyatenda, Danieli alizamilia kuto kujinajisi. Kuto kufanyaje? Kuto kujinajisi. Sasa baada ya kuwa wamekataa kuungana nao, kipimo kikaletwa. Maandiko yanasema Danieli 1:20, na katika kila jambo la hekima na ufahamu alilowauliza mfalme, akawaona kuwa walifaa mara 10 zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Yaani maana yake nini? Usidanganywe na shetani ya kwamba kwenda kona ndio kuna baraka. Na kuambia wewe, simama, baraka zako ni mara 10 zaidi yao. Mungu atakubariki mara 10 zaidi yao. Mungu atakupa ushindi mara 10 zaidi yao. Mungu atakuinua mara 10 zaidi yao. Kwa sababu gani? Umekataa kujinajisi. Umekataa kucompromise, kuendana na watu wa huo mtaa, kuendana na maisha
ya hiyo ofisi na nyumba ulionayo. Kwa hiyo ujumbe wetu wa leo, wewe na mimi, hebu tutembee katika utaua, tutembee katika utakatifu, tumpende Mungu wetu, tumtumikie Mungu wetu kwa ujasiri, pasipo kuona aibu. Maana Mungu anatuzidisha, Mungu anatuzidisha katika baraka mbalimbali, katika maeneo mbalimbali. Usijikatie tamaa. Ndio maana maandiko yanasema katika Walawi 11:44, Walawi 11:44, Walawi 11:44 nasema, kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu, takaseni nafsi zenu, basi wewe watakatifu, kwa kuwa mimi ni mtakatifu, wala msitie uchafu nafsi zenu kwa kitu kitambacho cha aina yoyote kiendacho juu ya nchi. Tutakase. Tutakase nini? Tutakase nafsi zetu. Takase nafsi zetu. Huko kwenye nafsi huko ndiko kuna mawazo mabaya, mawazo ya uwaji, ugomvi, fitina, mapigano yamejaa kwenye nafsi. Hisia, kumwonea wivu. Moja ya njia rahisi kabisa ya kubarikiwa ni kufurahia mafanikio ya wenzako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani umeona tu, oh, Mungu ambariki, haleluya. Ubarikiwe mtumishi wa Mungu, na uiseme ndani ya moyo. Sio unasema huyu amekuja juzi tu, leo amekuwa mzee wa kanisa, mimi nimekaa kwa kuanzia huduma inaanza, sijai kuwa mzee hata wa kanisa. Kutembea katika kuwafikisha wana wa Mungu mahali ambapo wanataka wafike. Kwa hiyo hebu tuwe watu ambao tunafurahia. Takaseni nafsi zenu, mawazo yenu, akili zenu. Usimchukie aliyefanikiwa, usimchukie aliyefanikiwa. Luka 6:38 maandiko yanasema, wapeni watu vitu, nanyi mtapewa nini? Nanyi mtapewa kipimo cha kujaa, cha kushindiliwa na kusukwasuka hata kumwagika, ndicho watakachowapeni watu vifuani mwenu. Bwana asifiwe. Hata mimi hapa nimeona kwamba ananyinyi na upendo. Kwa hiyo kazi mtaifanya iwe nyepesi. Bwana asifiwe. Kazi ya mali hapa itakuwa nini? Itakuwa nyepesi. Itakuwa nyepesi, na mtabarikiwa na zaidi ya kubarikiwa, na mtainuliwa zaidi ya kuinuliwa, kama mkikaa mbali na kutendwa kwa akili na adui. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Wagalatia 6, andiko letu hili la mwisho. Tena tusichoke katika kutenda mema. Wagalatia 6:9-10. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. Kwa hiyo kadri tupatavyo nafsi, na tuwatendee watu wote mema,